Na msikilizaji wa Wangilo Media, pembeni yangu hapa niko na mchezaji wa Pamba Jiji Abel Kasim, na tuko naye kuzungumza naye atueleze msimu ulikuwa vipi, maana msimu umeisha. Tuna stori nyingi tutapigana nazo zitafanya mjue Abel Kasim kiundani zaidi, mchezaji wa namna gani, maisha yake nje ya mpira, camp ilikuwa vipi, stori ambazo walikuwa wanapigana wachezaji na pale wanapopoteza mechi, yapi hasa walikuwa wanaongea wao kama wao, pia kocha aliambia nini. Hapa kwanza hongera kwa kumaliza msimu salama, na wewe pia ukiwa umesaidia timu kubaki katika ligi kuu. Kwanza shukrani kwa hongera, lakini pia niseme alhamdulillah kwa kumaliza msimu salama pasipo kupata majeruhi na kuhakikisha timu imebaki kwenye ligi. Yes, lakini pia tushukuru Mungu timu imebaki kwenye ligi kwa sababu ndio ilikuwa lengo na dhamira kuu kwa timu yetu ya Pamba, na Mungu amejalia alhamdulillah timu imebaki kwenye ligi. Unahisi haba malengo yako kama wewe mchezaji yametimia kwa asilimia ngapi tangu mwanzo wa ligi na mpaka sasa ligi imetamatika? Malengo yangu naweza kusema hayajatimia kwa asilimia 100, lakini nimevuka 50. Nimevuka 50 kwa sababu before nilikuwa niko Fountain Gate, lakini pia sasa hivi nimemalizia Pamba, na kwa kile ambacho nilijiwekea kwa imani yangu sikufika kwenye 100, lakini kwenye 50 nimepita. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio Mungu amenijalia, na naweza kusema namshukuru Mungu kwa hicho ambacho nimekipata. Ya dirisha dogo likuja Pamba, nataka tujue msimu kwako umekuwa msimu wa namna gani hasa katika timu ya Pamba? Ni umekuwa msimu wa namna hipi hasa? Kwanza ulikuwa mwanzoni wakati naingia ulikuwa msimu fulani hivi wa pressure, kwa sababu niliingia kati timu iko chini. Unajua nimetoka timu ambayo iko juu, alafu nimekuja timu ambayo ipo chini. Kwa hiyo mwanzoni pale unakuwa kuna pressure fulani hivi ya kutafuta matokeo ili kufika level ambazo timu ilikuwa imejiwekea. Kwa hiyo msimu ulikuwa wa aina fulani ambayo unajua mtu unatoka juu then unakuja chini kuifanya ile ya chini ifike juu. Kwa hiyo kuna kama unaweza kuhisi kama mtu mwingine kwamba wewe umedondoka, unaweza kusema mbona kama kajidondosha, lakini kumbe ni malengo na mipango ambayo unakuwa umejiwekea na unaamini Mungu kwamba hili anaweza akalifanya likawa sahihi, na kweli nashukuru limekuwa sahihi. Nimetoka timu ya juu nimekuja ya chini na ile ya chini imekuwa ya juu. Kwa hiyo kwa upande fulani ni msimu ambao ukiuangalia unaweza kusema kwamba umeuweka kama mgumu hivi, lakini kumbe imani ambayo inaweza kukusababishia ukafikia kitu ambacho unakitaka. Okay, sawa. Kweli Pamba kipindi unakuja wako kwenye hali nzuri na wali struggle sana na dirisha dogo, kweli waliingiza wachezaji wengi, mmoja hapo ni wewe. Kwa mara kwanza unajua unahitajika Pamba haba, na unaiangalia Pamba nafasi iliyokuepo na ilikuwa imeshinda zaidi kama mechi 2 hivi. Kwako kwanza ulipokea vipi? Unafikiria natakiwa niende Pamba, afu timu yenyewe ndio iko hivi, ukufikiria masuala labda je nikienda kule ikashuka? Kiuhalisia niseme kabisa haki lillahi, mimi huwa natizama mechi hizi za ligi kuu, hata kama sio timu yangu, lakini zile mechi huwa natizama. Hata hiyo Pamba ambayo ilikuwa before ilikuwa haipati tu matokeo, lakini ilikuwa Pamba ambayo inaonekana kabisa kwamba kuna kitu inatafuta. Sometimes matokeo tu huwa yanagoma kama timu, ila kilichonishawishi mpaka nikaweza kuja Pamba hata kama ilikuwa kwenye hali hiyo, vile ambavyo nilikuwa nikiangalia mechi zao na waona kabisa watu ambao wana spirit ya kutafuta ushindi. Matokeo tu yalikuwa yanagoma. Kwa hiyo akili yangu ikaniambia kabisa kwamba unaweza ukaenda na ukaongeza kitu na baadaye matokeo yakawa yanapatikana vizuri. Tuna alhamdulillah nimekuja mechi ya kwanza tulipoteza wakati naingia, ilikuwa na Prison, lakini kuanzia hapo mechi ya pili, ya tatu, ya 4 zote tulikuwa tunashinda na matokeo tunapata. Kwa hiyo ile imani yangu naweza kusema imeniponya kwa kiasi fulani. Aba, ulivyowasili Pamba hapa Mwanza katika msimu huu ambao umecheza robo msimu au nusu msimu katika klabu ya Pamba, ipi hasa changamoto umekumbana nao kama wewe mchezaji ndani ya uwanja? Ndani ya uwanja changamoto huwa zinatokea, na changamoto ambazo zinatokea ndani ya uwanja ni za kawaida ambazo kama mchezaji huwa zinakutokea kwenye timu yoyote ile, na changamoto kubwa ambayo naweza kuisema ni ile changamoto ya kutafuta matokeo, lakini pia kuyalinda hayo matokeo, kwa sababu kuna kipindi fulani hapa kuna mechi ziliongozana na ndo Mungu alitushikia tukapata matokeo. Zilikuwa mechi 3 mfululizo, na zile ndo naweza kusema kwamba zimetufanya mpaka Pamba tumesalia hapa. Kwa hiyo changamoto za uwanjani ni changamoto ambazo zinaweza zikatokea
kwenye timu yoyote ambayo utacheza. Kwa hiyo ni za kawaida. Sio yani nishazizoea mpaka naweza kusema sio changamoto tena, yes. Sababu sehemu zote ambazo napitia zipo hizo changamoto. Katika kila jambo watu wao wanajifunza, umeelewa? Ulikuja Pamba ambapo ilikuwa katika hali ambayo ni ya kawaida, kwamba ikaonyesha kwamba iko nafasi za top sana, ukaja timu ambayo iko vile, ukatoka timu ambayo ilikuwa nafasi ya juu sana, ambapo kwa sasa iko chini na kucheza playoff. Katika msimu huu hasa umejifunza nini katika ligi hii? Nilichojifunza kikubwa, mimi huaga na kitu kimoja huwa nasema, sisi ambao tunaishi kwa imani mara nyingi huwa hatufeli. Kwa hiyo hicho naweza kusema ndo point yangu kuu, kwa sababu wao unaweza kuniona mimi nimefeli, ila mimi kwa sababu imani yangu inaniambia sijafeli, basi nitashikilia kwenye msimamo huo ambao sijafeli. Kwa hiyo hata kama ingetokea kwamba Pamba ndio ikawa iko chini au Pamba imeshuka au imecheza playoff, mimi ningekuwa bado sijafeli, sababu imani yangu ndio inaniambia kwamba mtu yeyote ambaye anaishi kwa imani hawezi kufeli. Kwa hiyo naweza kusema hivyo kiufupi kabisa. Okay, ulikuja Pamba, ulikutana na kocha Felix Minziro, naye ndio kwa ameingia nadhani. Unaweza kumwongelea kocha Felix Minziro kinamna hipi hasa, au ukautuelezea juu ya ubora wake, juu namna anavyoishi na nyinyi mpaka msimu umetamatika, na yapi maneno hasa alikuwa anawaambia kipindi pale mnapokuwa mmepoteza mchezo? Kwanza Minziro sio kocha tu, kwa sababu mtu anapopita kuna level fulani akifika na kwa sio kocha, yani yule ni mzee kabisa, yani mzee wangu kabisa, baba. Kwa sababu ukiacha vitu ambavyo anakufundisha uwanjani, kuna hata vitu vya nje ambavyo anakufundisha. Kwa hiyo ni kocha fulani ambaye ni mzazi, naweza kusema hivyo kwa ufupi zaidi, naweza kusema hivyo, ni mzazi. Lakini pia pale ambapo tunapoteza huwa unaona kabisa zile feeling zake kwamba kocha amepoteza. Unaona? Yani unafika stage wewe mwenyewe unaweza kusema bwana, yani wewe mwenyewe unaweza kusema pia huyu kocha ameumia kuliko mimi, japokuwa huwezi kujua maumivu ya mtu, lakini kwa vile ambavyo unamuona zake unajua kabisa kocha kwamba haya matokeo sio matokeo ambayo ameadhamiria. Kwa hiyo kwa ile huwa inatusaidia kama wachezaji kutujenga na kufanya vizuri kwenye mchezo ambao unafuatia. Aba, unaitwa Quality. Nataka nijue hilo jina la neno Quality lilizaliwa wapi na ilikuwa nini hasa, au kitu gani ulikifanya jina hilo likazaliwa la Quality? Quality wa unajua kwenye mpira huu kuna vitu, unakutana na watu wengi, unaona na mimi pia nafurahi, yani watu wengi sana nimewajua kutumia mpira. Yani mimi naweza kukwambia 99% na vitu vyangu ambavyo navimiliki au ninavyo na navyo vimetokana na mpira. Hiyo moja ndio naweza nikaanza kutafuta hichi nilipata, yani natafuta, lakini naweza ikawa hata 100 kabisa. Kwa hiyo hili jina la Quality ni kutokana na aina yangu ya uchezaji. Unajua Mwalimu Minziro huwa anapenda kutumia mfano au kuwaambia wachezaji kwamba mchezaji Quality anatakiwa awe 1, 2, 3, unaona? Kwa hiyo sasa ile ndio inawapelekea wale watu wenzangu, sio mimi, ni wenzangu tu ndio ambao wao wakaona kabisa, ni wakiangalia ile maneno ambayo anasema teacher, alafu wakiangalia hivi uwanjani kwetu kabisa au kwenye timu yetu, mtu gani ambaye anafikia ile quality kabisa, mtu gani ambaye ana level ya kufikia hata ile ambalo maana sifiki, ila ana level ya kufikia ile neno ambalo mwalimu analisema, ndo wakaona wao ndo wakaona kama mimi naweza kuwa Quality. Kwa hiyo wao ndo wakikaa utasikia tu Quality, yani mwalimu akisema tu Quality unajua kabisa huyu ni Aba ndo Quality. Kwa hiyo ni jina ambalo watu tu ndo wamenipa. Hujai kumuuliza Minziro kweli mimi na hiyo Quality unaoisema hata? Hamna, sijai kumuuliza, teacher mwenyewe ndo anaona, sijai kumuuliza. Na sio kama teacher ndo ameniambia mimi ni Quality. So teacher. So teacher kweli ni kwamba wachezaji waliona the way Minziro anaongea inawiana kweli na wewe ndo ile Quality kama anaoiongea wewe Aba ndo unayo. Minziro sasa anajua hilo swala pia. Anajua, anasikia akiita Quality player hivi anajua kabisa huyu hapa anaitwa Aba ndo anaitwa yule. Yaani mtu akisema Quality anajua kabisa huyu anamuita Aba. Okay, Aba anajua katika mpira huko kuna mechi ambazo zinawaumiza wachezaji na mechi ambazo zinawafurahisha. Nataka nijue kabisa kwanza Aba mechi ipi hasa msimu huu ilikuumiza? Sijui niseme ni 3-1 au tofauti na hiyo.
kiuhalisia kabisa, wallahi billahi, na pia katika mechi ambayo imeniumiza msimu huu na haijaniumiza kwa matokeo, yani swala ambalo liliniumiza ni zaidi ya matokeo, kwa sababu kupoteza mchezo ni unaumia kwa sababu umepoteza mchezo. Sijui umeelewa? Kwa kuna feelings za kupoteza mchezo na kuna feelings zingine ambazo sio za kupoteza mchezo, zinakuja baada ya mchezo. Kwa hiyo naweza kusema nilijisikia vibaya sana mechi ambayo Pamba walitufunga Fountain 3-1. Yes. Na sikuumia, yani niliumia kwa kupoteza mechi, ila kilichonifanya niumie zaidi sio kupoteza mechi. Sijui umenifahamu hapo? Kilichonifanya niumie zaidi ni mashtaka ambayo yalikuja baada ya mechi kupoteza. Yani tumepoteza mechi, yale mashtaka ambayo yalikuja ndio yamenifanya mimi nikajisikia vibaya sana, kwa sababu before hapo tulicheza mechi karibu 12 mpaka 13. Na mimi nikiwa nimecheza mechi zote na nimehusika na magoli nimefunga. Unaona? Kwa hiyo inapotokea mechi moja unapoteza, yule ambaye naweza kusema ni mzazi au viongozi ambao wanakumanage, si ndio? Wanatakiwa wakupe hope ya kupoteza mchezo, ila wasikupe mashtaka, kwa sababu wale mashtaka walikuwa kupe hata zile mechi ambao unashinda, si ndio? Lakini kwamba wale walifanya kwamba hapa ambapo amepoteza ngoja tumshtakie. Kwa hiyo yale matokeo yaliniumiza kama mchezaji, timu imepoteza, ila yale mashtaka yaliyokuja baada ya mechi kupoteza ndio yalioniumiza zaidi. Na kiukweli ananiuma, yani mpaka wakiangalia interview waambie kwamba yale mashtaka mpaka leo mimi ananiuma. Kwa hiyo mashtaka haba hatuna haja kutuelezea kwa sana, ila mpaka hapo kwa mtu yote anaelewa juu ya mashtaka. Au mashtaka hayajaleta tena doti baada ya kutoka kule tena ukaja huku Pamba. Unajua kiuhalisia nilikuwa nasikia hata watu njiani na wapi wanasema hata kwenye mitandao na nini, unaona? Lakini kiuhalisia haikuwa hivyo, kwa sababu hawakukuwa na ushahidi wowote. Lakini pia niliombwa nirudi, mimi ndo niliondoka, niliombwa nirudi, mimi ndo nikawapa option. Kama hamkunipa ushahidi wa aina yoyote wa mlolisema, siwezi kurudi timu yenu, na ndio maana sikurudi, nikatafuta sehemu nyingine. Kwa hiyo yale yanakutia doa, yani lazima yakutie doa, unaona? Kwa hiyo wewe sasa unabaki na juhudi au nguvu za kusafisha, na imani yako ikiwa njema, basi unajikuta Mungu anakusaidia, lakini lazima yakutie doa, yani lazima. Kwa kile ambacho unatiwa doa ndio kitu ambacho kinachukiza mpaka sasa hivi, unaona? Kwa ni hivyo. Aba, katika makuzi ya mpira tunajua kwamba lazima huo kuna wachezaji uko na watazama au ulikuwa unajifunza kupitia wao, na mimi naamini pia wewe wapo wachezaji wanaokufanya mpaka leo unaitwa quality, japo wenda ni wa ndani au wa nje. Unaweza kunitajia kwanza wachezaji watatu ambao ulikuwa unawatazama hasa katika makuzi yako ya mpira mpaka sasa ulipo hapa ligi kuu, naona unacheza timu ya Pamba? Mimi kwanza before sijapata nafasi labda za kucheza ligi kuu hivi, mimi nilikuwa mshabiki sana. Mimi pia nimeanza kucheza mdogo sana. Nimecheza mdogo sana, mdogo hivi. Babangu mimi alikuwa kama kiongozi hivi pale timu ya nyumbani kwetu Ilala. Kwa hiyo alikuwa ananichukua. Wanacheza wakubwa, ukimaliza ile jioni, washamaliza unacheza, unaona? Lakini mchezaji ambaye naweza kusema labda nilikuwa namfuatilia kwa kipindi hicho, kiukweli sina. Kwa sababu ilikuwa hatuna TV. Kwa hiyo ile kwa hamna TV udogoni huko inakufanya unashindwa kuangalia. Yaani wewe mchezaji unamjua tu, unamsikia bana kuna fulani. Umesema ulikuwa unatazama mpira au unachukuliwa na kaka zako kupeka katika labda vibanda au baadhi ya nyumba tunajua ambazo kwa kidogo washapata kidogo maisha yale ya mpira kwa miaka ile. Hasa mechi ipi wewe ulianza kuitazama, ukaifahamu na ukaelewa, ukamjua, ukamtambua mchezaji fulani ni huyu hapa, na ulisema ulianza kutazama sana mpira wa Ulaya? Mimi bwana wakati nachukuliwa kwanza na kaka zangu, nilikuwa na kaka zangu walikuwa washabiki wa Manchester. Kwa hiyo mara nyingi wakawa wanaenda kuangalia mechi za Manchester. Mimi sikuwahi kipindi hicho sikuwahi kuangalia, naweza kusema. Ila wakienda wakirudi unakuta wanaisifia Manchester. Na mimi nafikiri hicho ndio kwa chanzo na sababu ya mimi kushabikia Manchester. Sikuwa naona eti kwa sababu yupo fulani na final. Ni kwa wakienda wakirudi Manchester imeshinda. Wakienda wakirudi Manchester, kwa hiyo ikawa na mimi ananiangalia. Lakini mechi ambayo naikumbuka ya kwanza
niliangalia hivi, ilikuwa ni fainali ya Brazil nakumbuka na Ujerumani kombe la dunia. Brazil ilishinda 2 kama sikosei. Kombe la dunia au ilikuwa nani, kombe la nini lile? Ilikuwa kombe la dunia nakumbuka. Magoli alifunga Ronaldo nafikiri De Lima. Kuna kwa goli moja lipigwa hivi kipa akatema. Ni Rivaldo. Moja sijui Ronaldo na Rivaldo. Akatema hivi akamalizia. Yani ile ndio mechi yangu ya kwanza ambayo mimi naweza kusema naikumbuka. Nimeiangalia hivi direct. Lakini kuanzia hapo kidogo na kuja juu ndo nikawa naangalia tena mipira hivyo kwa kuchukuliwa, lakini pia nyumbani kulikuwa hamna hizo nyenzo za kuangalia. Kwa hiyo lakini kwa kutumia hiyo pia sikuwa mshabiki wa Ujerumani wala wa Brazil. Japokuwa watu wengi kipindi hicho, watoto wengi sana walikuwa wanapenda Brazil, yani watoto wengi. Sasa ikawa tofauti kwa sababu Manchester niliipenda kwa kuwa ina matokeo kila siku, inafanya matokeo mazuri. Lakini Brazil sasa ilikuwa na matokeo mazuri hivyo hivyo, lakini Brazil sasa sikuipenda. Sijui umeelewa. Kwa hiyo hata siku ile kuja kuangalia mpira sikuwa namwangalia mtu. Yani niliangalia ile finali kwa sababu tu ilikuwa finali na una ushabiki mkubwa. Kwa hiyo sikumwangalia mchezaji yoyote pale. Kwa hiyo nilipata tu matokeo basi. Naweza kusema hivyo. Haya, nataka sasa tujue mchezaji yupi baba wewe kiulaya huko au ndani ambayo ulikuwa unamsudu, yani ulikuwa unamkubali baada ya kujitambua na kusema mimi namshabikia huyu hapa kutokana ABCD. Mimi mchezaji wa kwanza ambaye nilianzaga kumshabikia wa Ulaya, na kuna watu walinifanya nikaweza kumshabikia huyo mchezaji. Ilikuwa sio dhamira kwamba naenda kumwangalia. Kuna watu walikuwa wananifananisha na yule mchezaji wa tena kipindi hicho alikuwa Madrid, alikuwa Ricardo Kaka. Vile Kaka ambavyo anacheza, watu sasa wakiwa wakaenda kuangalia mpira wakirudi na vile ambavyo mimi nacheza, wanaona kama kuna kitu ambacho kinashabiana hivi, aina yake na aina yangu. Kwa hiyo kile kikanifanyaga nimfuatilie sasa yule mchezaji. Na mimi kwa timu Madrid ikicheza naenda kuangalia, hapo naweza ngasema ndio kanifanya niwe kama mshabiki wa Madrid pia. Naenda kutizama. Ni Kaka sio mchezaji ambaye yuko haraka sana. Ni mchezaji ambaye ana mpozo fulani hivi, yuko sharp sana. Kwa sasa vile watu wakiangalia wanakuja kuniangalia na mimi wanaona kabisa na huyo baba sio mchezaji ambaye yuko sharp sana. Alafu pia na ile eneo ambalo tunacheza tunafanana. Nikajikuta ndio ikawa mchezaji wa kwanza naweza kumwangalia. Kwa hiyo lakini kutoka hapo baadaye wachezaji wengi ambao nilikuwa nawafuatilia ni wachezaji ambao wanacheza eneo la katikati. Hata hivi kipindi fulani nilikuwa namwangalia hata Toni Kroos anavyocheza pia, nikawa navutiwa na aina yake anayocheza. Kwa hiyo ikanifanya kuna baadhi ya wengi wachezaji nawaangalia, sababu kila mchezaji anatoa kitu chake kimoja viwili unachanganya. Kwa hiyo haimaanishi kwamba Kaka labda na Toni Kroos ndo nilikuwa na nini, wao nilikuwa nawaangalia sana kwa kipindi ambacho naanza kufuatilia position yangu, ila kuna wachezaji wengi pia na wahusudu. Wengine hata sio mamido, ni mabeki, striker. Yes. Aba wenda kipindi msimu unaanza, wewe uliweka nia kusema at least au angalau nifunge goli 5 10 msimu ukitamatika? Amna nia hiyo sikuweka, lakini nia ambayo ilikuwepo kwenye kichwa changu kwa sababu before msimu huu timu ambayo nilitoka sikuwa kwenye kiwango kizuri. Yaani kabla ya kuja Fontaine sikuwa kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo lengo langu la kwanza ilikuwa ni kurudi kwenye kiwango changu ambacho watu wengi walikuwa wamenijua. Kwa hiyo ninachoshukuru Mungu kwamba hilo ndio lilikuwa lengo langu kuu na nimelifanikisha na nikaweza kusaidia timu, na ligi imeisha na goli 2. So haba kutoka msimu uliopita. So haba. Na nafasi ninayocheza so haba. Kutoka na msimu uliopita nilikuwa sipo kwenye kiwango kizuri, lakini msimu huu nimeweza kuwa kwenye kiwango kizuri, nashukuru Mungu na maisha yanaendelea kama hivyo. Umesema msimu uliopita uko kwenye kiwango kizuri na msimu huu unashukuru Mwenyezi Mungu kidogo mambo tofauti. Unahisi kipi hasa kinafanya msiwe katika kiwango kizuri hasa unachosema wewe? Ni vitu gani hasa vinachangia? La kwanza naweza kujitumia mfano mimi, lakini pia naweza kuhusisha hata wachezaji wa ndani pia. Sisi wachezaji wengi wa ndani huwa tunakosa backup nzuri nyuma. Maana mtu mwenyewe unaweza kujiona unaenda vizuri, au wewe mwenyewe unaweza kuona hivi mimi ndo natakiwa niwe hivi. Lakini na usimsikize mtu. Lakini
kuna mtu anatakiwa awe anakusaidia kwenye baadhi ya vitu. Kama mimi nilivyotoka kwenye ile nini ya Fountain, kwa asilimia kubwa sikuwa na mtu ambaye anani backup kuniambia 1 2 3. Japokuwa walikuwa wachache na wakawa wananisaidia kwa asilimia fulani, lakini wale watu kama ningekuwa nimeanza nao, manake vile vitu unaweza kuvienda kwa situation nyingine, na hivyo kwa mara nyingi tuna lose performance kwa sababu ya backup zetu. Mimi nahitaji nikimaliza mechi atokee mtu aniambie leo hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini unaweza kukuta unamaliza mechi unajiambia wewe labda na familia yako. Naona. Lakini kuna watu ni wataalamu wa mpira. Kwa hiyo akikuangalia anajua kabisa 1 2 3 labda kesho kenda hivi na hivi, pale ulitakiwa ushoot. Na usishoot kwa aina hiyo, ushoot hivi na hivi na hivi na hivi, ongeza hichi na. Kwa hiyo ukikosa vile unajikuta unapata yale performance ambayo unaipata. Lakini pia ukipata ile kubwa, sasa kitokea huyo mtu unaona wewe umekuja kufanya nini wakati mimi nipo kwenye level ndogo, haukuwa. Unakuwa unamuhisi kama ni mtu unamuhisi mtu wa ajabu. Sababu nilipokuwa kwenye level ndogo haukuwa. Nimekuwa kwenye level kubwa nimekuwa. Kwa hiyo unaweza kukaa hapa kwenye ukastick lakini baadaye ukadrop tena. Kwa hiyo naweza kusema ni backup ambazo tunazo, zinaweza zikawa zinasababisha up and down kwa mchezaji performance zake. Hilo swala uliongelea kukosa backup ni kwamba kutokuwa na uongozi mzuri unaosimamia, au ni kwamba ni makuzi yetu tuliokuwa kisoka kwamba hatujakutana sana hizo elimu za kwamba mchezaji unapaswa uwe na A B C D, au inakuwa nini? Kwanza ni makuzi, kwa sababu mimi mpaka nafika ligi kuu nilikuwa na mzee wangu mmoja ambaye alinifanyia ustaarabu nikafika ligi kuu. Alikuwa ni mwalimu wangu ni wakati natoka Zanzibar, ndio ni mtu mzima fulani hivi. Lakini wale watu sasa ambao watakuwa wananisaidia ku maintain performance, hata kutumia hela zangu, hata ku budget pesa zangu ambazo napata, ndio watu ambao hawakuwa kwenye makuzi yetu wakati sisi tunaanza kucheza mpira. Lakini sasa hivi naona watu wengi wana watu ambao wanawasimamia na wanawasaidia kwenye kupata performance, hata kupata timu, hata kuwaelezea performance zao, vipi unatakiwa uwe, kipi unatakiwa ufanye, vipi upumzike na nini. Mara nyingi sisi sometimes tunajipumzikia tu. Kwa hiyo pia hiyo inachangia, ni makuzi. Na mpira wetu wa Tanzania before bado hizo elimu zilikuwa hazijafika kwamba kuna viongozi wanatakiwa wao wanawasaidia wachezaji 1 2 3, walikuwa bado hawapo. Kwa hiyo kile pia kinafanya sasa unakuwa kama graph, yani inapanda. Lakini sasa hivi naona kuna mabadiliko kidogo, watu wapo wanawasimamia wachezaji. Naona haba nje ya mpira, kama sasa tunaenda off season, unajua ile nataka nijue haba huwa vitu vipi hasa huwa unapenda kuvifanya, au mara nyingi yani kwamba unavipendelea kuvifanya, labda unajua wengine watakwambia PlayStation, wengine watakwambia mara hivi. Sasa tunaenda off season, tuko off season, wewe vitu gani hasa unapendelea? Mimi naweza kusema kwa sasa hivi, wa kipindi hichi sasa hivi ni tofauti na zamani kidogo. Akili yangu ilikuwa sio kama hivyo, sio kikua akili na inakuwa nzuri zaidi. Mimi ni mpenzi wa mtoto wangu la kwanza, na napenda kutembea mimi. Yani kwa sababu mara nyingi huwa nakaa naye mbali. Kwa hiyo ikitokea kipindi kama hichi nimemaliza na msogelea, huwa napenda atembee kwa sababu mara nyingi nahisi huwa anakosa ukaribu wangu. Lakini mimi huwa napenda sana kujumuika. Kuna hizi mechi kama za hisani. Yes, mimi unaweza kukaniona niwe nacheza au sichezi, lakini utaniona kwa sababu huwa unakutana na watu wengi. Lakini kwenye michezo out na mpira, mimi naweza kucheza PlayStation vizuri tu, lakini pia napenda kuogelea, napenda kukaa karibu na beach, napenda kutembea, napenda kwenda sehemu nyingi. Mimi nishatembea sehemu nyingi hasa huko Tanzania, mbugani, sijui wapi. Huwa nachukua familia naenda. Kwa hiyo siwezi kustiki sehemu moja nikirudi kama hivi. Hapa sasa hivi nategemea siku mbili hizi nitaondoka, kwa hiyo siwezi kustiki sehemu moja. Yaani siwezi kwenda tu Dar es Salaam ndo nyumbani, lakini siwezi kuwa Dar es Salaam kwa muda mwingi, no. Nitakuwa tu nje ya Dar es Salaam. Okay, msimu umetamatika hivi, labda kocha ushaongea naye au wewe mwenyewe ushajua program zako ni zipi hasa za mazoezi katika kipindi cha off season? Huwa kwanza nikimaliza kama hivi, kuna kama wiki 2 hivi siwezi kuwa nafanya mazoezi, yani kiuhalisia kabisa.
Yani mazoezi ambayo nitafanya hayatakuwa yanafanana na mazoezi. Yani atakuwa kama vile wenyewe Zanzibar wanaita uchale. Yani kama vile kujifurahisha tu, unaona? Lakini after hapo ndo naweza nikatafuta sehemu ya mazoezi. Sana sana huwa napenda kwenda beach. Kucheza ile mipira ya beach ile. Yes, kwa sababu siku tu Zanzibar beach ipo sehemu kubwa. Kwa hiyo hapo, lakini pia baada ya after kabla hujajiandaa na pre-season sasa kuna kama wiki au wiki mbili ndo kidogo utakuwa unafanya mazoezi ambayo yanaeleweka. Mzosi gani hasa haba unaopendelea kukula hasa? Ni chakula gani haba hasa kwa Mwanza hapa? Chakula gani unakuwa unakipendelea sana? Unakuuliza haba leo unakula nini? Anambia mwanangu mimi ukinipa hiki na hiki. Tunajua kwamba kwa Zanzibar kuna vyakula tofauti na vya huku sana. Mimi bana, Mwanza chakula kikubwa ambacho nimekipenda kufika Mwanza, kuna dagaa, sijui wanaitwa dagaa je, mimi hata sijui jina lake, lakini ni dagaa. Yani mara nyingi huwa nanunua, alafu naenda sehemu nanunua chakula, lakini wale dagaa wako pembeni. Kwa wale ni kitu ambacho dagaa kukaanga wale wako hapa Nyamagana nyuma hapa. Kwa wale ni chakula kikubwa ambacho nakipenda, lakini ukiacha kikubwa ambacho nakipenda, mimi ni mpenzi wa samaki sana. Kule Zanzibar ni wengi sana. Mimi ni mpenzi wa samaki, kwa hiyo dagaa ni kitu ambacho cha kwanza kimenifurahisha Mwanza, ambacho nilikuwa nakula sana, lakini na hivyo vingine kawaida tu. Kama kwenye camp hapa, mchezaji gani sasa alikuwa unasema mwanangu huyu hamna anomfikia hapa, wanomzidi katika swala la maankul, yani kwamba ifika muda maankul sema fulani huyu hamna anomfikia? Kwenye swala la kula sasa changamoto inakuja kama mimi nilikuwa sky camp. Ya kweli, ila kunajua zile mkiwekea mechi basi mimi mmetoka nje ya Mwanza, lazima mtakaa sehemu moja. Kama vile mnaenda Dar pigo cha dhidi ya Simba, mlikaa zaidi ya siku 3. Na hizo safari zinatokea nyingi. Timizi kuna experience ipo tu. Hapa kwa haraka nikifikiria nimekumbuka. Kumbuka hizo siku chache ambazo huwa nakala tunajumuika mara nyingi tunakuwa camp, nimekumbuka chuma kunambi ana wasiara kunambi ana wasi vile vitu ambavyo vinabaki ruzi unaweza kampa kwa sahani yako, kaona hisa hii kuna ruzi, chuma anapita navyo vile. Kwa chuma ni mtu ambaye nimemwona performance yake kwenye swala la kula liko vizuri, mpaka uwanjani yuko vizuri pia. Okay, sawa, msema chuma ndo alikuwa wako. Sasa kwenye swala la msosi performance yake iko top sana. Tutakuja mchezaji ambaye kwako alikuwa mcheshi sana. Yaani mshikaji ni mcheshi muda wote. Yaani yake kutomenuna yeye kwake inakuwa kama fly. Anatamani kuona kila muda mchezaji mwenzie anacheka. Kwa hata mchokoza atafanya chochote ili tuone tabasamu katika wachezaji wenzie. Mchezaji ambaye ni mcheshi muda mwingi kabisa, huwezi kumkuta amenuna. Wewe mimi ndugu yangu. Ni wewe mimi. Kwa hiyo nikiwauliza wachezaji wengine wa Pamba atasema ni hapa. Kuuliza atasema mimi, kwa sababu mimi sijawahi kununa. Yaani uwanjani sijawahi kununa. Na muda mwingine mpaka kuna watu wao wanapelekeaga wanahisi nipo kwenye masiara. Yaani mimi naweza nikafanya kitu cha serious na kitu kikaenda serious kabisa kwenye matendo, lakini huku mimi nacheka. Lakini kile kitu kipo serious kinaenda serious, ila huku mimi nacheka. Kwa hiyo naweza kusema mimi ni mchezaji ambaye wenzangu wote wakikaa karibu lazima wacheke, karibu na mimi. Yaani lazima nipo hivyo muda mwingi sana. Kukaa na wachezaji wa kigeni hasa katika hizi timu ambazo umecheza nyingi, hasa kwako imekujenga vipi, au umejifunza mambo yapi hasa katika tabia zao, namna wanaishi, namna wanajijali nje ya uwanja na ndani ya uwanja? Sasa hivi bwana, Watanzania pia wamebadilika sana. Tanzania imebadilika kwa sababu timu nyingi sasa hivi zina wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo hata inawapelekea Watanzania kuwa wako smart sana. Kwa hiyo wageni wanasaidia kuwafanya Watanzania wawe smart. Kwa hiyo inasaidia kupata experience za mataifa mengine. Sometimes unaweza kumwona mchezaji wa kigeni, juhudi zake na vitu vyake. Kwa hiyo inakupelekea unajiuliza huyu nani? Unajua? Yaani kwa nini huyu awe hivi afu mimi
Kwa sababu mara nyingi zamani wachezaji wa Kitanzania tulipokuwa tuko wote tunakuwa kama na akili moja. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kucheza na wachezaji wa kigeni inasaidia. Kama mimi nishacheza na wachezaji wa kigeni karibu timu 4 mpaka 5 nafikiri. Kwa hiyo kwa upande fulani inanisaidia sana. Inawasaidia, yani imetustua kwa kiasi fulani wa Tanzania. Yeah. Aba, katika kila timu au katika maisha hasa shule tunasema kuna mtu ni kisomo. Tukimsha kisomo ni mtu anapenda kusoma sana. Na tunaamini mtu anapenda kusoma sana huwa ana maarifa mengi ambayo maarifa yetu ni kuwagawia wenzake sio shida. Hasa katika timu yenu unaweza kusema huyu mtu alikuwa ni mjuaji, ile ujuaji wake ni wa maarifa, ni kwamba hiki anakijua na sio mchoyo kugawa yale maarifa. Alikuwa mchezaji gani hasa? Mchezaji ambaye mara nyingi alikuwa anapenda kuzungumza na watu na kuwashauri na kuwaelekeza. Inawezekana muda mwingine anapatia, muda mwingine anakosea, inategemea na wewe ambaye unaambiwa, unajua. Lakini katika timu yetu mchezaji ambaye mara nyingi anapenda kuzungumza na watu kama hivyo, kuwashauri na kuwaelekeza ni yule Mkenya Christopher Ochum. Yes, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye anazungumza na watu wengi hasa kwenye masuala ya ushauri na nini na hata mambo mengine ya nje ya ndani, lakini nafikiri ni yeye kwa timu yetu. Katika kila timu kwa mchezaji anafanya mazoezi sana. Hii sio ajabu au sio kwa ubaya, maana tunajua hata watu wanaotazama kina Ronaldo, utasikia Ronaldo anawahi sana mazoezini, anachelewa kutoka. Hiyo ni kitu cha mtu personal. Wewe kwa mchezaji gani kwa Pamba alikuwa sasa unaona mshikaji kweli kwa mazoezi anapiga kinoma noma? Pamba mchezaji ambaye anafanya mazoezi kabisa, anakuwa mfanyaji wa mazoezi. Pamba anaweza kusema makipa. Kwa kwamba kinaiona ndio. Yani makipa kinaiona wana wenzake. Fanya sana mazoezi. Yani nikiangalia mazoezi yao naona kabisa mimi siwezi. Lakini kwa wachezaji hivi nahisi wengi wachezaji wa Pamba wengi ni wafanya mazoezi. Kwa hata ile kuwapanga na kuwa na shindo, lakini wote hatuwezi kufika level za Yona na kina Abraham Kamara. Sisi yule nani Kamtewe hatuwezi kufika level zao kubwa sana, mazoezi yao heavy. Aba, gawanya magoli yako mawili katika watu wawili wa muhimu ambao unataka wapi magoli yako mawili ambao umefunga msimu huu. Kwanza goli moja. Ngoja. Nataka nikumbuke siku goli moja nilifunga pale. Okay. Goli moja linaenda kwa familia yangu. Sawa? Ya familia yangu, mama yangu. Lakini goli jingine linaenda kwa mtoto wangu special. Sababu la familia yangu atachukua wote. Ila la mtoto wangu atachukua peke yake. Ungemtaja jina mwanao kusudi anza kaona interview, baba leo iko nitaja ile goli akanikabidhi. Najua watoto tunao wengi. Mimi mwanangu bwana Mahir. Mtoto wangu aitwa Mahir. Na goli langu nampa special kabisa kwa mtoto wangu Mahir. Yes. Aba, nitajie kiungo wako bora wa msimu huu 24-25 uliotamatika, kiungo wako bora. Kiungo wangu bora wa msimu huu 24-25. Mimi navutiwa sana na juhudi za Mudasiri haya. Yani muda naweza kusema ndio kiungo wangu bora kwa msimu huu. Yani nikimwangalia unaweza watu wengi wakimwangalia wanaweza wasione chochote. Wakaona tu labda unajua washabiki mpira wanauchambua tofauti na wachezaji. Lakini mimi upande wangu muda naweza kusema ndo kiungo wangu bora kwa msimu huu. Haya, baba nataka unitajie. Kuangalia namba. Yaani siangalie namba, siangalie chochote. Juhudi na performance yake naweza kusema ndio kiungo wangu bora. Haya, baba nipangie kikosi chako. Mimi wewe na kutoa, wewe unakuwa kocha. Nipangie kikosi chako bora cha msimu. Kuanzia golie mpaka mshambuliaji. Cha msimu. Goalkeeper
Goalkeeper atakuwa Yona. Goalkeeper atakuwa Yona. Lakini fullback right huko atakuwa fullback right atakuwa Kibwana Shomari. Lakini fullback left atakuwa Amos Charles Kadikilo. Sentafu atakuwa Ibrahim Baka na Dick Jobu. Namba 6 kwa sasa hivi atakuwa namba 6 atakuwa Kagoma. Namba 8 Muda. Lakini winga moja atakuwa Pakome. Winga moja atakuwa Dickson Ambundo. Namba 10 atakuwa Feitoto. Faisal Salum Feitoto. Na imebaki namba 1 ambayo ndo namba 9, si ndio? Namba 9 usiangalie namba. Yaani kocha mimi siangalie namba kabisa yani. Yaani mimi naangalia watu ambao yaani vivutio vyao ambao vina yaani navutiwa na jinsi wanavyocheza. Namba 9 atakuwa Dube, Prince Dube. Okay, kile kikosi chako cha msimu ambacho wewe binafsi umesema uangalie namba ile, unaangalia kipi hasa wachezaji huo unawatazama wanachokifanya na kinakuvutia wewe? Najifunza, yani nikiangalia kama naweza nikajifunza nikapata kitu. Lakini sio namba. Nimeonekana hapo uko karibu sana na msemaji wa Pamba Moze, amekuwa mshikaji wako sana. Unaweza kutuambia hasa Moze ni mtu wa namna ipi kwako au kijamii, wewe ulivyomsoma tukaona Moze ni ABC? Moze anachonisaidia kwanza ni performance yangu, sababu nikimaliza hata mazoezini pia anakuja. Kwa kuna muda anaweza akaniambia bana, leo mazoezini hivi na hivi, hata kwenye mechi hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ndio maana unaona nakuwa naye karibu, sababu ananisaidia sometimes kwenye level of performance. Yes, anasaidia kuniambia. Kwa hiyo ndio maana unaona nakuwa naye karibu pia. Yeah. Moze, I mean Haba, nataka uongee na uambie labda mashabiki wako na kutazama na watakufuatilia kuelekea msimu huu pia ujao, labda Haba utaenda kusalia hapa Pamba. Hasa ungetuambia mkataba wako ni wa muda gani, then ili tujue kama utasalia au kuna taarifa itakuja katikati, maana ndio tunaenda katika msimu wa dirisha la usajili kubwa, kwa tetesi ni nyingi na sajili zinakamilika ni nyingi. Kwanza mimi na mkataba na Pamba, kwa hiyo maana yake mpaka sasa hivi nitaendelea kuwepo Pamba, lakini kwa sababu hii ni biashara, ikitokea kuondoka itakuwa ndo ishafanyika biashara, lakini bado na mkataba na Pamba, kwa maana yake nitakuwepo. Lakini pia kuhusu mashabiki zangu, mimi bana, shabiki wangu wa kwanza ni mama yangu, kwa sababu ndo mtu ambaye wakati naanza na kimbia shule, yeye ndo wa kwanza kwa anaupinga mpira. Yaani mama yangu pia kwa hataki nicheze mpira. Alikuwa anataka nicheze, ila alikuwa anataka nisome ndo nicheze. Yaani nilio nafanya, lakini mimi nikaamua kucheza tu. Kwa hiyo mamangu kama pia anajisikia vibaya kwa level fulani, lakini sasa hivi yeye ndo amekuwa mshabiki namba 1 kwangu. Kwa hiyo performance zangu na vitu vyangu vingi yeye anaviulizia. Unaona? Kwa hiyo ninapomwahidi yeye, maana yake naweza nikawa nimewaahidi na watu wa nje wote. Kwa hiyo vitu vyangu na mipango yangu kwa msimu ujao itakuwa vizuri, ili familia yangu na mama yangu waendelee kujisikia na furaha na amani, kwa sababu mimi ndo naweza kuwa kama tupo wengi, lakini kila mmoja ana pati yake kwenye familia. Kwa hiyo nimwahidi tu mama yangu nitakuwa vizuri, nitakuwa vyema zaidi msimu ujao.
Naam, nilikuwa na mchezaji hapa Aba Kasim kutoka Pamba Jiji ambaye tumezungumza naye masuala mengi sana kuelekea msimu ujao na pia ametoa experience juu ya msimu huu. Kaongea masuala mengi sana, sababu hipi hasa ilifanya kutoka Fountain mpaka kuja Pamba, mambo yalikuwa mengi sana. Magoli yake mawili ambayo amefunga msimu huu kayagaa katika familia yake na mtoto wake pia. Na kingine kasema kwamba mashabiki wake wajiandae kuelekea msimu ujao, atawapa kabisa vitu vizuri na kiwango chake kitaimarika zaidi. Katoa pia pongezi na sifa kwa msemaji wa Pamba Jiji Moses kwa kusema ni mtu ambaye huwa anamshauri na kumweka karibu katika hasa uwanjani pale anapokuwa amekosea au anapofanya vizuri, anamkumbusha mengi hasa ya kufanya ile ndio kiwango bora kabisa katika msimu ujao, na hivyo ni mengi. Kamwongelea pia kocha Minziro kwa kusema ni kocha ambaye sio kocha kwao ni mzazi, kwa amewafunza mengi, kaeleza mengi na kufanya paka leo kufika hapa, na malengo kama ya timu kwake ameona yametimia, maana kipindi anajiunga na timu ya Pamba alikuta timu ipo katika nafasi nzuri, ila paka msimu umetamatika wameanza katika nafasi nzuri ambao wamesaidia na amekuwa mmoja mtu amesaidia timu kusaidia katika ligi. Kwa hiyo naamini msimu ujao watafanya mengi zaidi, atakuwa makubwa zaidi, maana watajipanga hili kufanya zaidi, hata waingie ndani ya top 10 au top 5 kabisa. Nyuma kamera ni Piero Pixel na ulikuwa nami mbele ya kamera hapa Sud Mohamed. Asanteni sana.